Waziri wa miundombinu serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa atoa onyo kali kuhusu uhamishaji wa vimbweta. Na katika michezo na burudani, Smart Boy FC yaichapa Vikare Veterans FC bao 4-1. Habari mtazamaji popote ulipo. Karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Telesia Chalamila. Waziri wa makazi na miundombinu serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, Rashidi Abubakari, ametoa onyo kuhusu tabia ya wanafunzi kuhamisha vimbweta kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Amina Yusufu ana undani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital, waziri huyo wa miundombinu ameeleza kuwa kila mwanafunzi anayehusika na chuo kikuu cha Iringa ana wajibu wa kutunza miundombinu chuoni hapo. Kila mwanafunzi aliyopo ndani ya chuo kikuu cha Iringa au kila mtu yote ambaye anahusika katika taasisi ya chuo kikuu cha Iringa ana wajibu wa moja kwa moja katika utunzaji wa miundombinu au kifaa chochote kile ambacho kinahusiana na taasisi hii. Mfano tutolee kwenye masuala ya viti na meza madarasani. Kuna tabia ambavyo wanafunzi wetu wanachukua viti na meza wanavipeleka nje, lakini pia wanashindwa kuvirudisha madarasani. Badala yake inapelekea viti hivyo au meza hizo kuweza kuharibika, swala ambalo linaingiza gharama taasisi ambazo sio za lazima. Vile mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, Jeffrey Kafunda, amesema kuwa changamoto ya jua inaweza ikawa sababu ya wanafunzi kuhamisha vimbweta kupeleka sehemu nyingine ili kutafuta sehemu yenye kivuli. Inaweza kuwa ni tatizo la jua. Kwa mfano, kimbweta kinaweza kuwa kimewekwa sehemu ambayo jua ni kali. Inalazimu wanachuo kuhamisha hicho kimbweta kukipeleka sehemu yenye kivuli. Naye Levina Amosi, mwanafunzi chuoni hapo, amesema kuwa swala zima la wanafunzi kuhamisha vimbweta kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kutokuvirudisha inaharibu utaratibu wa chuo na kusababisha usumbufu kwa wanafunzi wengine. Naona vinaharibu utaratibu wa chuo, cha kwanza kwa sababu unakuta kuna muda umefika, maybe wanavihitaji havipo mahali husika, kwa inaleta usumbufu kidogo. Na hivi ndivyo waziri wa miundombinu serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa alipotolea ufafanuzi kuhusiana na utunzaji wa miundombinu, ikiwemo utunzaji wa vimbweta, yaani kutoa sehemu moja kimbweta kuhamisha sehemu nyingine. Nikiripoti kutoka hapa ofisi ya Rais chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Amina Yusuf wa UoI Digital. Taarifa yake Amina Yusufu inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Hatibu Shabani. Nikusihi endelea kuwa nasi. Mchezo wa kirafiki uliokutanisha wenyeji Smart Boy dhidi ya wageni Iringa All Stars Veterans umemalizika kwa Smart Boys kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-1 katika dimba la Kigonzile, huku wahusika wa pande zote mbili wakieleza hali ya mchezo na matokeo kwa ujumla. Gwamaka Damson, kocha na katibu msaidizi wa Iringa All Stars Veterans, amesema licha ya kupoteza mchezo huo wamekutana na kipimo sahihi katika maandalizi yao kuelekea Kitambi Noma International Bonanza ambayo itafanyika Arusha. Kwa tumekuja kufanya friend match, tunashukuru tumekutana na kipimo sahihi. Tumepoteza mchezo lakini tumejifunza. Pia nahodha wa Veterans Peter Potembo amesema ni mchezo mzuri ambao walitumia kama kipimo cha yale ambayo wamejiandaa nayo pamoja na maelekezo ya mwalimu, huku akiahidi kufanya vizuri katika bonanza la Kitambi Noma. Ni kweli tumekutana na mchezo mzuri, mchezo ambao kwa kweli tunaamini ni kipimo, kwa sababu kwanza wao ni vijana, sisi ni wazee, lakini sisi tulikuwa tunahitaji, kuna malengo ambayo tulikuwa tumelenga. Kocha wetu alikuwa kuna vitu amekusudia. Kwa upande wa kocha wa kikosi cha Smart Boys Karim Musa ameeleza namna walikuwa na maandalizi mazuri yaliyowapelekea kushinda mchezo huo, huku akiahidi kufanyia maboresho makosa yaliyofanywa na kikosi chake. Kwa wachezaji wangu bado na madhaifu mengi sana, kwa sababu bado ligi ya mkoa, ligi ya wilaya bado iko mbali kidogo, na mazoezi tumeanza hivi karibuni. Nimeona mapungufu mengi sana kwenye eneo la midfielders. Nimeona kuna mapungufu mengi, nadhani tutafanyia kazi. Next match tutakuwa na matokeo mazuri zaidi ya. Na nahodha wa kikosi hicho Kelvin Masota amesema kwao ni mchezo ambao umeongeza uzoefu kuelekea ligi ya wilaya na kukiri bado kikosi chao hakijatengemaa kukabiliana na ligi hiyo.
Kuhusiana na ligi ya wilaya lazima tufanye improvement kwa sababu tunaenda kucheza na timu ambazo zimeshajiandaa, kwa lazima tuongeze, improve. Kuna sehemu baadhi ambazo tumefanya makosa, tujirekebishe kwa ajili ya ligi ya wilaya. Ilikuwa ni mchezo wa kutanisha wenyeji Smart Boys wakiwakaribisha wageni kutoka Iringa mjini, ni All Stars Iringa, ambao wamefika hapa kwenye dimba la Kigonzile na kupokea kichapo cha jumla ya mabao 4-1, huku ushindi huo ukionyesha matunda ama njia nyeupe kwa ajili ya mashindano ya wilaya kwa timu ya Smart Boys. Ulikuwa nami Hatibu Shabani na hii ni UoI Digital. Asante sana Hatibu Shabani kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kutimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasini. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu. Kuna kipengele adhimu kabisa, kipengele maridhawa, kipengele nadra kweli kweli cha msamiati wa leo. Hii ni sehemu pekee ambayo tunaweza kujifunza Kiswahili kupitia misamiati mbalimbali. Na msamiati wa leo ni barobaro. Tukawatazame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu. Kwa majina naitwa Tunu Melki Matavika. Ninapenda kutunga sentensi kwa kutumia barobaro. Mdogo wangu John ni barobaro. Majina naitwa Robert Esmita. Natunga sentensi kwa msamiati usemao barobaro. Kijana Hamisi ni barobaro wa kupita. Naam, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutunga sentensi mbalimbali kupitia msamiati wetu wa leo ambao ni barobaro. Nami nakuacha na sentensi inayosema kwamba Yusufu ni barobaro wangu. Kutoka chuo kikuu cha Iringa ni mimi Karim Yasini, UoI Digital. Nami nakuacha na sentensi isemayo Yasini ni kijana barobaro. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati barobaro. Mtazamaji wa UoI Digital, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Dilesia Chalamila. Nikutakie mfungo mwema, asante na kwaheri.